كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم إنا نعوذ بك من عذاب النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم اجعلنا من الفائزين فوزا عظيما في الدنيا والآخرة. فيا أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. tukiwa tunaendelea na fatwa aliyotumia Albani juu ya idadi ya rakaa za tarawehe au kisimamo chochote kile cha usiku, usiku huo ukiwa ni usiku wa mwezi wa Ramadhani au usiku mwingine wowote. Analolithibitisha Albani ni kwamba hakuna ushahidi wowote kwamba zinawezekana idadi ya rakaa zikazidi 11 katika usiku wowote ule. Akiendelea kutoa fatwa hii baada ya hayo tuliyoyasema nyuma, katika ukurasa wa 253 kwenye kitabu Tamamul Manna, anasema Albani, laqad allafa ash-shaykhu, kwa hakika ametunga kitabu mtu mmoja, Sheikh Ismail al-Ansari, katunga kaandika risalatan, kama risala pamphlet hivi, ina peji nyingi. Ameandika kitabu hicho fi raddi ala al-kitabi al-mushar ilayhi, ili kurejesha au kujibu kitabu ambacho kimeashiriwa hapo changu mimi nilichokitunga, salatu tarawih, ambacho humo nimeandika hakuna ushahidi wa ziada ya rakaa kuliko 11. Kwa hivyo ikiwa 20, 36 ni vitu ambavyo havina ushahidi. Akaandika kitabu ili kunrudi, lam yakun fiha ma'al asafi, hamjakuwemo katika risala hiyo aliyoandika shekhe huyu, pamoja na masikitiko makubwa, inda husni dhanni bihi, wakati mimi ninaweka dhana nzuri kwake, lakini hamkuonyesha katika maandishi kama kaandika Kiislamu na mashambulizi aliyotoa. Hakuzungumza kitaaluma, ndani yake hamkuwa insafan, hata insaf kidogo hamna, wa ilman, na ilmu vile vile haikutumika, yametumika mashambulizi. Fa innahu, kwani hakika yeye, ma'a takallufihi, pamoja na tabu yake alojitwika ya kutaka firraddi, ili kurejesha kitabu changu, wahtijajihi, na hoja zake ambazo zimetumika, bima ya'lamu huwa, kwa jambo ambalo analijua yeye mwenyewe, annahu ghairu thabitin, kila alolizungumza halikuthibiti, amekuwa akisema ovyo tu. Wa mukabiratuhu, na ule ushikiliaji wake aliotumia, fi raddi al-adillati, katika kurejesha dalili al-kathirati, nyingi, allati, dalili ambazo ihtajajtu biha, mimi ndo nilotilia hoja, yeye kazipinga zote dalili zile. lakini hakuweka katika kupinga kwake dalili yoyote ile, anajisemea ovyo. Fi adami ziyadati,
anajaribu kupinga dalili ambazo mimi nimezitumia katika kukosekana kuzidi ala 11 rak'atan, zaidi ya rakaa 11 tu. Walam yata'arrad laha bijawabin mutlaqa, wala hakujitokeza hapo kwa jawabu ya mkato. Taslikan minhu liwaqi'in nasi, yeye kafata tu mambo ambayo watu wengi wanafanya duniani fi salati tarawih, katika sala tarawih, wa irda'an minhu, na ili kutaka kuridhisha tu kikundi hicho, au yeye kuridhia wengi wanafanya liljamhuri wa ghairihim, kwa mfano jamhuri na wengineo. Fa innahu zada ala dhalika, katika maneno ambayo kayatumia katika risala hiyo amezidisha juu ya hayo, annahu iftara alayya, ni kwamba amezua uongo juu yangu, ma lam aqul, uongo ambao sikuusema. Kwa nini akasema uongo? Yeye angetoa dalili tu. Tamaman, sikusema kabisa kabisa kitu hicho. Kama yafalu ahlul ahwa'i, alichokitumia ni kama wanavyofanya watu wa matamanio, walbidai, na watu wazushi katika dini. Dasturi yao wasingizia watu maneno waliokuwa hawakuyasema, kama wafanyavyo ahlul ahwa'i wal bid'i ma'a ahli sunna, wanavyofanyia watu wa sunna. Fala ba'asa, hapana ubaya wowote, kwa kuwa kaandika, ushahidi upo kimaandishi, hapana ubaya. Min dhikriha, niyataje aloyasema, tanbihan, ili kutoa tanbihi kwa watu wengine, watahadhiran, na kuhadharisha alichokiandika hakina maana. Awalan, jambo la mwanzo katika jambo lonzulia sikulisema, dhakara, ametaja shekhe huyo katika sahifa ya 5 kwenye risala yake hiyo, annani, kwamba mimi, yani Albani, ankartu ziyadata, nimeipinga ziyada ya rakaa 11 almadhkura, iliyotajwa, taklidan, ati kwa kumfuata mtu mmoja aitwaye lilmubarakafur. Ati mimi nimepinga vile, nimemfuata mtu aitwaye Mubarakafur. Wa hadhihi alfirya, na uzushi huu, yughni hikayataha, unautosheleza masimulizi yake aloyatoa, an takallufi raddi, kwamba alikuwa anajilazimisha aambiwe kamjibu Albani. Alikuwa anajilazimisha kusema maneno ili watu waseme, nona tazama mambo haya, Albani kajibiwa bwana. Yeye kasema hakuna rakaa zaidi ya 11, si hizi. Alaiha wa ibtaliha, juu yake na kubatilisha idadi ambayo mimi nimeisema. Kajilazimisha, lazima au anabatilisha. Kwa nini nikasema hivi? Lianna alqurraa jami'an, anamjibu Albani sasa. Yeye anasema mimi nimekataa rakaa zaidi ya 11 kwa kumfuata Mubarakafur. Ama kwa hapa, kwa hakika alikuwa akijitahidi kuandika kitu ili watu waseme kamjibu Albani. Anajilazimisha kwamba lazima wikajibu tu. Lianna alqurraa, kwa sababu wasomi, jami'an, wote, min almuwafiqina, kuanzia wanaoniwafiki mimi Albani kama ni mwanachuoni, walmukhalifina, na wanaokwenda kinyume na mimi kwamba wananipinga, walmuhibbina, na wengine wanaonipenda, walmubghidhina, na wengine wanaonichukia. Wote hawa kwa pamoja wasomi, ya'lamuna jami'an, wanajua wote kwa pamoja, annani, kwamba mimi, yani Albani, ya kwamba mimi la uqallidu ahadan, simfuati mtu yoyote, fi manhaji, katika manhaji yangu mimi, mwelekeo wangu mimi, silibasi yangu mimi, simfuati mtu binafsi.
namfuata mtume peke yake. Hivi wananijua watu wote, kwa nini yeye akanizulia uongo? Mimi nimemfuata Mubarak Kafur. Wasomi wote wanaonipenda na wanaonichukia, wanaoniwafiki na wanaokwenda kinyume na mimi, wote hawa wanajua mimi mwenendo wangu, manhaji yangu. Simfati mtu kwa jina fulani namfuata, simfati mimi. Labda nitamfuata pale alipothibiti kwamba kafuatana na mtume, hapo ndo napomfuata. Huu mwenendo mimi najulikana nao. Fi manhaji ilmi, katika manhaji yangu ya kielimu simfati mtu. Bal huwa sababu, bali huko kutokumfuata mtu imekuwa ndiyo sababu. Fi thawrani baadhi nnasi alayya, katika kunivumishia kila balaa baadhi ya watu juu yangu mimi. Kwa nini sitaki kuwafata baadhi ya watu? Nimfate japo kwa kina upande kakosea bwana. Kwani hao maimamu wametaka wafatwe wao na kila mtu? Sio wamejitakasa bwana? Wamesema baadhi yao, la tuqalliduni wala tuqallidu malikan, msinifuate mimi wala msimfuate Imam Malik, kwa sababu sisi ni binadamu. Leo tunaweza kusema kitu kadha na kesho yake tukageuza sisi. Kwa nini lazima nifuate mtu maalum? Bali hii ye huyu kasahau au hajui. Anasema hii ndiyo sababu ya watu mimi kunizulia kila aina ya balaa, kwa kuwa sitaki kuwafata watu. Na ndo jambo ambalo lilomfukuzisha huyu pale University Madina, kwa sababu ya kutokukubaliana. Mpaka mufti al-am marhum Abdul Aziz bin Bazi alikuwa yeye kabisa, fatawa zake nyingine alikuwa anamwambia kwamba hazikukaa juu ya dalili, hiyo itakuwa ni rai. Anarejesha, Albani alikuwa kubali kama fatawa ya kuirejesha mikono kifuani baada ya kutoka katika rukuu kwenda katika itidali. Bin Bazi kaona ya kwamba hapa pahala mikono irejee tena kifuani kama ilivyokuwa kwenye qiyam. Albani anamwambia hakuna dalili, haikuja. Na pahala kama hapo lazima ingekuja dalili kwa masahaba, lazima, kwa sababu ni pahala nyeti hapo. Isingekuwa yahitaji ya rai kwamba nadhani mimi kwenye kiamu mandhali mikono inakaa kifuani, basi kila akisimama mtu, hata kama anatoka kwenye rukuu anakwenda kwenye itidali, bila shaka hapa kiakili mikono ije hapo. Hii Albani kaikataa, akampinga mufti al-am. Hayo ni katika baadhi ya mambo yalimfanya ambaye ondoka, hutofai. Unampinga mufti al-am, mufti apingwe ati bwana. Jamani, mufti si mtume huyo, anawaambia. Alokuwa harejeshi kauli yake ni sahibu hadha almakani, huyo alolala pahala hapa na point yule pale ndo hapingwi, wote wengine itabidi warejeshwe. Ikawa Albani anaonekana anasema hii ni sababu mimi sikubali kumfuata mtu mpaka aweke dalili sawa. Kwa hivyo yule Mubarak Kafur mimi sikumfuata yeye katika miongoni mwa watu ambao wamekataa rakaa 20 za tarawih kwa dalili. Lakini Albani anasema sikumfuata yeye, nimefuata dalili zinavyokwenda za hadithi ya mtume. Wafihim baadhi ahli alilmi, na kati yao baadhi wanavyuoni, ma'al asafi, pamoja na masikitiko ninayotoa, wanafanya hivyo hasadan wa baghyan, kwa husda tu na kwa ajili ya choyo na chuki tu, ndio wananichukia hivyo. Kwa nini sikubali kumfuata mtu mpaka aweke dalili sawa? Anasema kwanza, namjibu kwa hoja hiyo, kunambia mimi namfuata Mubarak Kafur kanzulia uongo. Dasturi yangu inajulikana mimi kama Albani. Thaniyan, la pili katika alonzulia uongo shekhe huyo Ismaili al-Ansari, wakati anakirejesha kitabu changu salatu tarawih kwamba mimi nimesema hakuna rakaa 20, hazina asili, na hajapatapo mtume kuzidisha zaidi ya rakaa 11 katika usiku wowote, si Ramadhani wala siku nyingine. Katika juhudi yake ya kutaka kupinga kitabu hicho, wakati anakijibu
amezua uongo, nasaba ilayya, amenasibishia kwangu mimi kwenye sahifa ya 15 kwenye hiyo risala yake, amenasibishia annani, ya kwamba mimi dhaaftu Yazid ibn Khusayfa, nimemdhoofisha mtu mmoja aitwaye Yazid ibn Khusayfa, nikamfanya yeye ni dhaifu, ambaye yeye mtu huyo ndiyo rawi adala al-20 alikuja kusimulia hizo idadi ya rakaa ya 20 an Umar, kutokana Sayyidina Umar kasema kwamba Umar kasali yeye rakaa 20, akanzulia uongo mimi nimemdhoofisha mtu huyo ambaye yeye ndo alorawi hadithi hiyo. Wa binaan alaihi, na kwa kujengea hoja juu ya uzushi huo, sawada, ndipo alipoandika idada safahatin, idadi ya sahifa nyingi, min risalatihi, katika risala yake hiyo. Hapo kasema sana hapo, li yuthabbita li, ili kutaka kunthibitishia mimi ya kwamba zaamu biqauli al-a'immati, kwa kujigamba na kauli ya maimamu, annahu thiqatun, ya kwamba mimi nimesema kwamba maimamu wamejigamba kwamba mtu huyo ni madhubuti, ni mtu thika, lakini mimi namdhoofisha. Wa huwa ya'lamu, anamjibu sasa Albani, anasema huyo Sheikh Ismail Ansari aloandika hayo anajua annani, ya kwamba mimi ghairu mukhalif, si mwenye kwenda kinyume, lahum, na hao maimamu si wapingi kabisa, fi dhalika, katika jambo hilo la kumfanya mtu huyo thikatun, ni mtu madhubuti, si wapingi maimamu. Faqad qultu, ushahidi wa hayo kwamba sipingi, nimesema fi kitabi, kwenye kitabu changu hicho almadhkur, kilichotajwa cha salatu tarawihi, nimesema fi suradi bayani, katika makusudio ya bayana wujudihi, ya kuwepo kwake mtu huyo. Nimesema dhaafi al-adadi alladhi, udhaifu wa idadi ambayo rawahu, amesimulia bwana huyo, an ibn Umar, kutokana na Abdullah bin Umar. Nilichokisema mimi ni dhaafi adadi, udhaifu wa idadi alladhi, ambayo rawahu, ameisimulia an ibn Umar. Ndicho kitu ambacho mekisema, sikusema dhaifu ni yeye, udhaifu wa idadi ya rakaa, lakini pale akanikamata kwamba nimemtukana mtu kwa kumtaja kuwa ni dhaifu, hali ya kuwa maimamu wote wanamfanya kwamba ni mtu thikatun. Ulikuwa ni uongo wa pili huo. Kisha nasema al-awwalu, kwanza anna ibn Khusayfa, huyo mtu ibn Khusayfa, wa in kana thiqatun, hata kama ni mtu madhubuti, faqad qala fihi al-Imam Ahmad, kama anasema mimi nimewazulia uongo au nimewakataa maimamu kwamba wote maimamu wamemsema thiqatun, basi kwanza nataka kutoa pointi moja imemkalia usiku wa kiza, hakuiona, hakuyasoma maneno ya Imam Ahmad bin Hanbali kuhusu mtu huyu. Ahmadi bin Hanbali kasema fi riwayatin anhu, katika riwaya iliyotokana na mtu huyo, ya kwamba munkarul hadithi, bwana huyo ni mwenye kukataliwa hadithi zake. Sikusema mimi Albani, Imam Ahmad bin Hanbali kapinga hadithi zake, na si maimamu wote wanamchukulia kuwa ni thiqatun. Huyo alosimulia riwaya ya rakaa 20, si maimamu wote wanamkubali. Kuna waliosema hadithi zake zinakataliwa, na wana sababu zao chungu nzima. Anasema thumma, kisha baada ya hapo, akadtu, mimi nikatilia nguvu, kaunihi thiqatun indi, kwamba kwangu mimi ni mtu madhubuti huyo. Ahmad bin Hanbali anasema hadithi zake zinakataliwa, lakini mimi nimesema thiqatun.
fi tamami kalami, katika ukamilifu wa maneno yangu, almusharu ilaihi, hayo yaloashiriwa kwamba mimi nimemdhoofisha, basi mimi ndo nilosema thiqatun, upande wangu mimi ninapomuona kwamba ni mtu thiqatun. Fala da'iya linaqlihi, hapa hakuna madai ya kunukuu tena maneno hayo niliyosema kuhusu ukweli au madhubuti wa bwana huyo. Faman shaa, anotaka tu maandishi yapo, rajaa ilaihi, hebu na rejee kwenye kitabu changu salatu tarawihi, ataona nimemtaja vipi mtu huyo. Huyu Ismail Ansari ananzulia uongo mimi bure, na kutakaonekane kanijibu ili kuthibitisha raka 20 za tarawehe, kitu ambacho hakina msingi wake. Arejee mtu kitabu hicho, liyataakada, ili apate kutilia mkazo na yeye, min iftirai shaykhi, uzushi wa mtu mzima huyo, alayya, kunzulia juu yangu mimi. Thalithan, uzushi wa tatu, sijui kama kitakuwa na thamani tena kijirisala hicho, baada ya kuonekana kwamba anamzulia mtu mara 3. Sijui kama waislamu wataweza kutia kwenye thamani kuonekana uongo mara 3 anasema kumzulia mtu ndani ya maandishi. Sijui kama thamani ya karatasi kitalipa kitabu hicho. Ile thamani ya karatasi tu si kama kitalipa, kwa sababu ya uongo ndani yake. Asema thalithan, mara ya 3 kanzulia uongo. Nasaba ilayya aidan, kanasibishia tena kwangu mimi katika sahifa ya 22. Kanzulia uongo annani, kwamba mimi ihtajajtu, nimetilia hoja maneno yangu, biriwayati Isa ibn Jariya, kwa riwaya ya mtu mmoja aitwaye Isa ibn Jariya, an Jabirin, kutokana na Jabiri. مثل حديث عائشة, mfano haditha bibi Aisha, fi adadi rakaati at-tarawih, katika idadi ya rakaa za tarawih. Walwaqi'u fi kitabi, na yaliyomo kwenye kitabu changu, yukadhibuhu, yanayapinga aloyasema. Sijui alikuwa anafanya kitu gani, amejijibu mwenyewe, kajidhuru mwenyewe. Kitabu changu kipo, watu watakisoma, wakikisoma watamuona muongo. Fa inni, kwani hakika mimi, qultu fihi, nilisema humo ndani ya kitabu changu, bil harfi alwahidi, kwa harfu moja nimesema ya wazi wazi. Iko nimesemaje? Wasanaduhu hasanun, na mategemezi yake riwaya hiyo ni mazuri. Bima qablahu, nikatia maneno bima qablahu, kwa hayo yaliyotajwa kabla yake, nikatia bima qablahu. Walaqad hawaltu fi nafsi, na nimejitahidi sana, anasema Albani, katika nafsi yangu, an ubarria shaykha, nimtakase mtu mzima huyu. Nimejitahidi asiingie lawamani, asionekane ovyo. Nimetumia juhudi kubwa, pamoja na kunitukana na kunzulia uongo, nimejaribu nimtakase, nimlinde. Ndo kijana wa chuoni ilivyo, ndo Kiislamu ilivyo. Anapokosea mwenzako, unamtafutia mbinu na blanketi na mamvuli, unamfunika. Halafu ile haki unaieleza kwa Waislamu, lakini mwanachuoni humtukani. Kama kuna makosa unamtendea kwa vizuri kabisa, yeye ni binadamu. Anasema nimejitahidi an ubarri ash-shaykha, nimtakase shekhe huyo, fi hadhihi alfiryati, katika uzushi huu, bi annahu la yafham, namuona kwamba yeye labda hafahamu qaida, kile kifungo nilokitumia, bima qablahu, labda mwenzangu hajakifahamu, ndo niseme hivyo. Lakini mimi ista'dhamtu, nikachukulia ukubwa wa mambo, an ajizima bidhalika, nitumie ulazima wa hayo, khashiyata, kwa kuogopea, an aqaa, nisije na mimi nikatumbukia, ana na mimi pia, fima waqaa huwa fihi, katika pahala alipotumbukia yeye, kumtaja mwanachuoni vibaya kwa matusi na kumtukana na kumzulia uongo. Nikaogopa na mimi jazba isiye kanipanda, nikaanza kuandika mambo mabaya katika kitabu changu. Fa'tabiru, anasema Albani, basi zingatieni
ya ulil absari, enyi watu wenye uoni, mtakaposoma kitabu chake Ismail Ansari halafu mkaangalia changu salatu tarawih, hebu tuangalieni tuwili sisi, angalia kote kote, kisha muitabiri enyi watu wenye uoni. Hayo anasema ni mambo matatu amenizulia. Bado linakuja jingine, rabi'an la nne, pahala pa nne aliponzulia. Wa hadha fil waqi'i, na jambo hili la nne katika matukio, a'adhamu firyatan alayya, limekuwa ndo zushi kubwa zaidi juu yangu, ama hapa kanionea vibaya. Lianna sabiqataha, kwa sababu mazushi matatu yaliyotangulia nyuma angalau tataallaka biilmi, yalifungamana na ilmu yangu mimi mwenyewe. Wa min almumkin, na katika jambo liyumkinikalo, an ukhtia, naweza mimi kama binadamu kufanya makosa, fi baadhi jawanibi, katika baadhi ya ilmu yangu naweza kukosea mimi kabisa. Wayakunu, na wakati huo itakuwa yeye huwa musiban, ndiye alosibu. Si basi na jambo hili lipo katika dini, mmoja anakosa mmoja anasibu, ndio watu watengenezana hivyo. Wa amma hadhihi alfirya, amma uzushi huu anakuwa yeye ndo alosibu, fima nasaba ilayya, katika yale ambayo amenasibishia kuwa nayo. Wa in kuntu athbatu, na kama nitakuwa mimi nimethibitisha kadhibahu fi, uongo wake ndani yake. Wa amma hadhihi alfirya, amma uzushi mwingine alonizulia, fatataallaku biaqidati, huo unafungamana na itikadi yangu kule kwenye ilmu, masala mengine kabisa. Nakosea nasibu, nakosea mbali kabisa, lakini kaja kanzulia uongo kwenye itikadi yangu. Sasa wa dini, na kanzulia uongo kwenye dini yangu. Wa fahmi iyahu, na fahamu yangu namna nafahamu dini. Ala manhaji, juu ya manhaji yangu, as-salafu salih, ya kuwatukuza na kushikamana na salafu salih. Mimi ni salafiyu, yeye kanzulia uongo. Fa ana walhamdulillahi, mimi kwa hakika nasema sifa za Mwenyezi Mungu, maarufun, najulikana, anasema Albani, baina nasi, kati ya watu, jamian, wote, annani salafiyun, kwamba mimi ni mwana salafiyuna, mimi nafata unavyoni wa salaf. Adu, naiti ya watu ila tibai, wafuate waislamu as-salafi salih, mwenendo waliokuwa nao hao waliotangulia ambao ni wema. Na waambia watu wafate lisanan, kwa maneno yao, wa qalaman, na kutokana na maandishi. Nikisema maneno yangu nawaambia watu wafate salafiyuna, na nikiandika vitabu vyangu utaona nimelenga kwenye salafiyuna. Wa min dhalika qawli fi hadha alkitabi, na katika hayo ndo tamko langu hili la kuweka rakaa 11 ndio mwisho wa qiyamul laili, ndo kulinganisha na salafu walivyokwenda hivyo, hawakuzidisha. Salatu tarawihi, nimeiweka sala ya tarawihi, kuna wanaoikataa na salafiyuna wameiswali, kuna wanaoikataa kwamba si sunna kabisa kabisa, wako wanaosema si sunna, na kama wanasema kuwa ni sunna kidogo tu, kwa hivyo hii sisaliwe jamaa. Manake bwana Mtume alijizuilia, hakutoka mara nyingine. Kwa hivyo wako watu wamekamata kwamba hichi kitu si katika mwenendo wa sunna. Anasema Albani, mimi nimekitungia kitabu hasa salatu tarawih kuithibitisha ni mwenendo wa salaf, kwamba hili jambo ni sunna, lina asili yake. Anasema lau thabatati ziyadatu, laiti kama ingethibiti ile ziyada, ala 11 rakaatan, zaidi ya raka 11, inda ahadi alkhulafai. Hayo ndo maneno yangu hayo, ndo ninakwenda kwenye salaf. Laiti ingelithibiti idadi ya raka 11 mbele ya mmoja tu katika khulafai rashidina kwanza, na alete mtu hoja anambia hapa imethibiti, au ghairihim, au kama akakosa hapo ende kwa masahaba wengine akailete ziada ya raka 11 yende mpaka 20 36, atoe kitu madhubuti tumuone. Min fuqahai sahaba, achague katika mafuqahai sahaba, masahaba wa Mtume waliokuwa wanafikhi barabara, wanaojulikana.
Anasema ingethibiti hivyo, lama wasi'na ila alqawli, isingetupa nafasi sisi hata kidogo kutoa tamko bijawaziha, kwamba inajuzu. Lama wasi'na, isingetupa sisi wasaa wote ule wa kuyasema mengine, illa, isipokuwa tungesema na sisi alqawlu bijawaziha, neno liliopo kwamba inajuzu kuzidisha zaidi ya rakaa 11, unakwenda mpaka 26, 36, 50 ukiweza mpaka 100, laiti mtu kama atathibitisha hivyo. Liilmina, kwa sababu ya ilmu yetu, bifadhlihim, ya utukufu wao hao makhulafa rashiduna na masahaba, wa fiqhihim, na kujua kwetu utukufu wao wa kutambua kwa dini, wa buudihim, na kwamba wao ni watu waliokuwa jitenga mbali, ala alibtidai, juu ya kumzulia uongo mtume wa Mungu. Hapo mimi ndipo nilipokaa katika salafiyuna fi dini. Yeye ananambia mimi ya kwamba ni watukana wana salafi. Vipi mambo haya? Anasema faidha lam tathbutu ziyadatu, kwa vile ziyada kuliko raka 11 haikuthibiti na haitothibiti mpaka kiyama. Lam tathbutu ziyadatu biha anhum, kwa watu hao, indi, kwa mujibu nilipopekua kwangu mimi nikaona hivyo. Anasema ndiyo maana fatamassaktu, nikashikamana, fatamassaktu fakat, nikashikamana pekee, bima thabata anin nabii, kwa kilicho thibiti